Rais wa mkoa wa Oromia Bwana Shimellis Abdiisa asema kuwa mpango wa urithi wa kijani ni nguzo muhimu ya mkakati wa kujenga taifa lenye mazingira salama na maendeleo endelevu. Amesisitiza kuwa kupitia mpango huu kila wilaya inalenga kupanda mabilioni ya miche ya miti kila mwaka ili kurejesha uto wa asili, kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, kuzuia mmonyoko wa udongo na kuimarisha usalama wa chakula kupitia upandaji wa miti ya matunda. Aidha, ameeleza kuwa mafanikio ya kupanda kwa zaidi ya miti milioni 800 kwa siku moja yanayoonyesha dhamira ya wananchi na serikali katika kulinda mazingira kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo. Hojiwani coomsolana fidan irratti xiyyeeffatee hojjetaa ture keessaa tokko hojii ashaaraa magariisaati. Urithi wa kijani ni mpango wa kimkakati wa ujenzi wa taifa unaolenga kuhifadhi mazingira na kukuza maendeleo endelevu. Kupitia mpango huu, kila wilaya inalenga kupanda mamilioni ya miche ya miti kila mwaka. Mwaka huu tumefanikiwa kupanda zaidi ya miti milioni 800 kwa siku moja, hatua inayodhihirisha dhamira yetu ya kurejesha maeneo yaliyoharibiwa, kuongeza uoto wa asili na kupunguza hatari za mabadiliko ya tabia nchi pamoja na ongezeko la joto. Aidha, mpango huu unahamasisha upandaji wa miti ya matunda ili kuboresha usalama wa chakula, kulinda na kuhifadhi vyanzo vya maji pamoja na kuzuia mmonyoko wa udongo. Rais pia amesema kuwa utekelezaji wa mpango wa urithi wa kijani umeleta mafanikio makubwa katika uhifadhi wa mazingira, huku kiwango cha maeneo yaliyofanikiwa na msituni na uto wa kijani kikiongeza kutoka 17% mwaka uliopita hadi takriban 20% kwa sasa. Amesema mafanikio hayo yanadhihirisha matokeo ya juhudi za pamoja za serikali na wananchi katika kurejesha mazingira yaliyoharibiwa na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kuwa juhudi za serikali kwa kushirikiana na wananchi katika kutekeleza mpango wa urithi wa kijani zimeleta mafanikio makubwa katika sekta ya uhifadhi wa mazingira. Kiwango cha uoto wa asili na maeneo yaliyofanikiwa na msitu kimeongezeka kutoka 17% mwaka uliopita hadi kufikia takriban 20% kwa sasa. Mafanikio hayo yanatokana na kampeni za upandaji wa miti wa milioni ya miche, ushiriki mpana wa wananchi, taasisi za serikali, wanafunzi na wadau mbalimbali katika kuhifadhi na kurejesha mazingira yaliyoharibiwa. Kwa mujibu wake, hatua hiyo imechangia kuongezeka uoto wa asili, kulinda bioanuwai, kuhifadhi vyanzo vya maji, kupunguza mmonyoko wa udongo na kuimarisha ustahimilivu dhidi ya hatari za mabadiliko ya tabia nchi. Rais pia amesema kuwa mpango wa urithi wa kijani ni moja unaoendelea kuwa chachu ya kurejesha mazingira yaliyoharibiwa, kuongeza uto wa asili na kuhifadhi vyanzo vya maji, huku akisisitiza umuhimu wa ushirikiano katika ya serikali na wananchi katika kulinda rasilimali za asili. Amesema leo wamewasili katika wilaya ya Vantale kuendeleza utekelezaji wa mpango huu kupitia upandaji miti na kurejesha na maeneo yaliyoharibiwa. Hatua hii inayolenga kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, mmonyoko wa udongo na kujenga mazingira endelevu kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Ana Fantalet gatiko gamojuma qaba horse bulan naanno kana jiru xiyyeeffannoo kennee gumsanaan irratti akka hojjetuuf waggoottan darbe hojiin hedduun hojjetameera. Wilaya ya Vantale inaendelea kutekeleza mpango wa urithi wa kijani kwa kurejesha maeneo yaliyoharibiwa kupitia upandaji miti, kuhifadhi vyanzo vya maji na kuongeza uoto wa asili. Mpango huo unalenga kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kurejesha rutuba ya udongo na kuimarisha mazingira. Wananchi wamehimizwa kushiriki kikamilifu katika kupanda na kutunza miche ili kuhakikisha mafanikio ya muda mrefu.